Ni kwa mara nyingine tena msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, umekutana na sisi katika habari zetu hizi ambazo zimethibitishwa, habari ambazo ni za kweli kabisa kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo limekumbwa na migogoro ya kivita ya miongo kadhaa sasa. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, ikiwa ndo kwanza kabisa umekuja kukutana na sisi, usisahau kusubscribe channel yetu hii, usisahau kucomment, kulike pamoja na kushare kwa wengine ili waweze kupata habari zetu kwa urahisi zaidi. Karibu katika habari zetu za leo ambazo tutatuhama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na habari za vita vinavyoendelea milimani mirefu ya tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga, ambako tutakujuza kuhusu hali ilivyo kwa sasa milimani mirefu ya tarafa la Fizi, ambako mapigano makali yaripotiwa katika maeneo ya pembezoni mwa mji wa Minembwe ulioko katika nyanda za juu za Fizi mkoani Kivu Kaskazini. Lakini pia tutajielekeza huko Kamituga ambako vitendo vya kutua risasi vinaendelea kuripotiwa pamoja na vitendo vya wevi ambavyo vinatekelezwa na watu wasiojulikana hadi sasa vinaendelea kushuhudiwa ndani ya mji wa Kamituga ndani ya tarafa la Mwenga. Msikilizaji na mtazamaji mpendwa wa Kwetu News 24, nilikuambia kwamba tutatuhama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kujuzana kinachojiri huko Minembwe. Habari ambazo zimefika kwenye kituo bora cha matangazo cha Kwetu News 24 ni kwamba mapigano makali yanaendelea karibu na mji wa Minembwe katika milima ya Fizi ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi wa Twirwaneho wanaosaidiwa na Red Tabara wanaojiunga na M23 pamoja na Alliance Fleuve Congo, majeshi ambayo yanasaidiwa na nchi ya Rwanda, wanapambana na vikosi vya serikali vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinavyoungana na raia wenye kutetea udongo wao wanaojulikana kama Wazalendo. Mapigano hayo yameanza asubuhi ya Jumatano na mashambulizi ya mabomu, kurushwa kwa risasi nzito zimeathiri njia zinazoelekea katikati ya kijiji cha Minembwe. Vikosi vya serikali vimewekwa Kalingi chini ya kilomita 5 kutoka Minembwe na lengo la kurudisha eneo hilo muhimu la kimkakati kutoka kwa waasi wa Twirwaneho wanaoungana na Red Tabara, waasi kutoka nchini Burundi wanaosaidiwa na nchi ya Rwanda. Hali hiyo inaendelea kubadilika na kutarajia taarifa zaidi zitakazotolewa na uongozi wa kijeshi kutoka eneo la Kalingi, eneo ambalo serikali pamoja na vijana machachari wazalendo waliwatimua AFC M23 pamoja na washirika wake Twirwaneho juma kadhaa zilizopita. Msikilizaji wa Kwetu News 24, ni kufahamisha kwamba Kalingi ni eneo la bonde zaidi ambalo linapatikana kwenye kilomita 5 na Minembwe Center ukijielekeza maeneo ya Kitavi pamoja na Bidegu kabla ya kuingia Madegu Center. Jeshi la Taifa FARDC linasema linaendelea na mashambulizi dhidi ya waasi hao ili kuhakikisha kwamba wanalinda raia sehemu hiyo pamoja na mali yao na kuhakikisha wanawatimulia mbali Twirwaneho, Red Tabara pamoja na AFC ili waweze kuachilia maeneo yakiwa salama. Msikilizaji wa Kwetu News 24, na sasa tujielekeze huko Kamituga ambako ni kati ya miji minne muhimu inayounda mkoa wa Kivu ya Kusini. Mji wa Kamituga sasa unapitia wakati mgumu wa risasi za mara kwa mara pamoja na wevi usiojulikana usiku. Kisa cha hivi karibuni ni cha baba mmoja kunyang'anywa simu yake ya mkononi na kitita cha pesa kisichopungua 30,000. Kwetu News 24 ilizungumza na mratibu wa shirika la raia maeneo hayo na kutueleza mambo halisi yalivyo kwa sasa ndani ya mji wa Kamituga. Tumsikilize. La security naweza kusema haiko 100% nzuri, lakini huko mahitilafu mbalimbali hiyo ambayo watu wenye kumiliki silaha unakutana kama hii masilaha zenye ziko kontrole, ziko nona registre, zinaleta matata kwa raia. Ndiyo mheshimiwa, unafikiri hali hii inatokana na nini labda, na ni akina nani ambao tayari wanabainika kufanya vitendo kama na hivyo ambavyo vinahukumiwa kisheria? Ndiyo, inaweza kuwa chanzo kwa sababu unakutana kama hizi siku tuko tunaishi mwanarshi
kila mtu anafanya anapenda. Wengi kati ya FARDC wako wanafanya wanapenda, wengi kati ya wazalendo wako wanafanya wenye wanapenda. Donc population ndio iko victime musanse yote, population iko victime musanse yote. Watu wako wanafanya denunciation na shie pia tu tunafanya denunciation, lakini tu tunafanya denunciation na tunaona kama riske iko nyuma yetu. Mimi nilikuwa victime pale Mwenga, ninazungurukwa na nani na wazalendo 10 wananizunguruka pale Mwenga, ilikuwa kama 19h30 wananizunguruka pale, wananiambia bo tunaona uko na telefone, bo wewe uko na telefone tosha huko sisi tusa wananizunguruka telefone toshe pesa juu ya kufia usalama wangu pale. Nilitosha kama 30,000 francs, wanauza nani pombe kwa maana kama raia anateswa tu. Tunaishi mwanarchimu wa total yenye inaweza kuwa solution ni conscience. Kila mtu arudie kwa raison, FARDC arudie kwa raison, mzalendo arudie kwa raison, akumbuke nini ilimtuma akamate bunduki. Wakati hayo ya kijiri, amani ya kukata na shoka inaendelea kushuhudiwa ndani ya mji wa Baraka pamoja na mji wa Uvira baada ya waasi wa M23 kuweza kutimka ndani ya mji wa Uvira chini ya mtutu wa bunduki kutoka kwa wazalendo pamoja na FARDC ambalo ni jeshi la kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia kwa shinikizo la nchi ya Marekani kufuatia ziara za mara kwa mara za Rais Felix Tshisekedi ambaye kwa sasa anaendelea kuaminika na raia wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji wa Kwetu News 24, huo ndo mwisho kabisa wa habari zetu za leo. Usisahau kusubscribe chaneli yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare kwa wengine. Asante kwa kujiunga na sisi kwa siku ya leo. Hadi wakati ujao, nikukumbushe kwamba endelea kujiunga na sisi ili uweze kupata habari moto, habari zenye kuthibitishwa na zenye uchunguzi wa kina. Kwaheri kwa sasa.